Jamali Musiala hizi siku mbili hapa nyuma alikuwa amepata changamoto uwanjani, ambapo sasa baada ya vipimo kufanyika ametoka hadharani na kuzungumza akisema kwamba ni sasa hivi anaendelea vizuri, lakini ni changamoto ambayo alikuwa amekutana nayo, na hiyo baada ya uchunguzi ambao umefanyika wamesema kwamba ni jambo tu la muda ambalo litapona, na inaitwa neurological dysfunction. Ni swala la kitabibu hili, lakini nimejaribu pia kufuatilia ili kuweza kuifahamu hii neurological dysfunction. Ni kwamba ni mwingiliano ama utofauti ama upishano wa nerves za fahamu na ubongo vinapokuwa vimepishana, ambavyo vinaweza kupelekea mtu kukosa balance, ambayo pia inatokea unapata hata kizunguzungu ama unapoteza kumbukumbu kwa dakika chache. Yani kuna vitu vinakuwa vinatokea vya kufanana na hiyo situation ama hiyo scenario ambayo ndio imemkuta, ambayo inasababishwa tu na sababu pia mbalimbali, inawezekana uchovu, joto na vitu vingine tofauti tofauti, lakini ni jambo ambalo huwa linawatokea watu ambao pia Jamali Musiala lilimtokea. Kwa hiyo anasema anaendelea vizuri kwa hivi sasa, anaendelea kujisikilizia, atazungumza zaidi kama kutokuwa kuna ziada, ila sio jambo la kuwaweka watu katika pressure kubwa. Jambo zuri la kwanza, ametoka hadharani yeye mwenyewe kama mhusika na ameweza kuongea kwa tunasema kwa mlengo chanya, ili kwa wale watu ambao wapo na wasiwasi uweze kupotea. Lakini ametoa update ya afya yake jinsi inavyoendelea, na kwa muda ambao yeye mwenyewe atakuwa nje akiwa anajiuguza na kumradhi, na matumaini yake kurejea ndani ya club. Lakini pia akiwa anazungumzia afya yake, ameweza kuzungumzia azma yake, njaa yake ya kuweza kuendelea kucheza, ya kuweza kuendelea kutoa mataji ndani ya Bayern Munich. Kwa matukio ambayo ya kujirudia, imetokea kwenye mechi ya FC Heidenheim, na baadaye ilianza kwanza RB Leipzig, afu baadaye ikaja kwenye mechi ya Heidenheim, FC Heidenheim. Matukio ya kujirudia, kwa hiyo inaonyesha kwamba ni changamoto ambayo ilikuwepo, ambayo haikujulikana kipindi cha nyuma, lakini kadiri mtu anavyozidi kuwa, kuna matatizo ambayo yanajitokeza, na mwisho wa siku matibabu yanaweza kupatikana. Na uzuri kwa sababu hajachelewa, yupo kabisa kwenye stage za mwanzo, ni tatizo ambalo pia linaondoka kabisa. Na uzuri kwenye soka, kuna shuhuda nyingi sana, watu wamekuwa wanapata changamoto kadha wa kadha. Tunamkumbuka Fabrice Mwamba, Fabrice Mwamba, Fabrice Mwamba, ile Copa 2012-13 naikumbuka vizuri. Matukio kama haya yanajitokeza, lakini wachezaji wanaweza kubounce back kwenye changamoto ambazo either zinawapelekea kuwafanya wasiendelee kucheza soka, wanawekwa wazi na matabibu, na mwisho siku maisha mengine yanaendelea. Lakini kwa Jamali Musiala ni tatizo ambalo linatibika, na anarejea uwanjani, na mwisho siku ni kumtakia tu heri aweze kurejea, tuweze kuona ufundi wake pale aidha pembeni, katikati, ikawe heri. Miongoni mwa vipaji vikubwa tulivyo navyo duniani, sema ndio hivyo tu, zinatokea changamoto, leo kapata majeraha, leo kapata hiki, lakini naamini kabisa akipona hili na Mungu atamsaidia, atarudi uwanjani akiendelea kukiwasha na kusumbua wapinzani, lakini pia kuisaidia timu yake FC Bayern Munich pamoja na timu yake ya taifa. Kwa hiyo mambo yako vizuri katika huo upande, kwa sababu pia yeye anaendelea vizuri. Lakini jambo jingine bwana, unajua leo imetimia miaka 25 toka Zinedine Zidane Zizou acheze mchezo wake wa kwanza na Real Madrid, debut. Kwa miaka 25 alipocheza mchezo wake, kwa hiyo tarehe kama ya leo miaka 25 iliyopita. Zizou ndo alicheza mchezo wa kwanza na klabu ya Real Madrid. So mbona imeka kama Super Cup fulani hivi? Kwa nini? Tunakumbushana historia. Inasema kwamba kwa sababu ni muda mrefu, nitaenda kufanya research niweze kutambua ilikuwa ni mechi ipi, lakini kama Super Cup fulani hivi. Okay. Yani wewe unaona kama ilikuwa katika mchezo wa Super Cup, ndio? Naomba nisaidie hapo kabla tujanani. Wewe endelea kuangalia wakati mimi naendelea kuangazia kile ambacho kilichopo. Nimehitaja Real Madrid, nimemtaja huyo Zizou, lakini target yangu kubwa ilikuwa ni kwa Jose Mourinho. Mourinho amezungumza, na katika yale ambayo ameyazungumza, kwanza amesema kikosi chake hakihitaji mtu tena, waliopo wanatosha. Ameridhika na kikosi alichonacho, lakini
Ndiko sahihi. Ilikuwa ni Spanish Super Cup, mchezo wa kwanza na ni first leg, ilikuwa anacheza home and away na ilikuwa draw dhidi ya Real Zaragoza. Bas. Haya. Sasa Jose Mourinho amezungumza baada sasa ya kuwa ameshamaliza kila alichokuwa anakitaka kwa maana ya usajili. Amesema kwa kikosi alichonacho yeye kinajitosheleza, hahitaji tena mtu mwingine, ameridhika na kila alichonacho kwenye kikosi chake. Lakini pia amezungumza kuhusiana na Rodri. Kumbuke kwamba kabla ya kwenda Barcelona Rodri alikuwa anatajwa kujiunga na Real Madrid, ambapo amesema alikuwa anatamani kuwa na Rodri kwenye kikosi chake, na amezungumza naye sio mara moja wala mara mbili, amezungumza naye mara kadhaa. Lakini Rodri alikuwa anaonyesha wasiwasi wa kujiunga na Real Madrid, wasiwasi ambao pia ulimfanya Mourinho kuwa na wasiwasi na kuanza kuweka kigugumizi kwenye usajili wa Rodri. Kwa hiyo hata alivyoenda huko yeye kwake imsumbui, kwa sababu pia yeye mwenyewe alishakuwa ameona kabisa huyu kama ameanza kuwa na wasiwasi, sina haja tena kuwa naye kwenye kikosi changu. Huyo ni Jose Mourinho. Ni kweli kwamba huo wasiwasi wa Rodri ndio ulimtoa yeye mchezoni kwenye kumtaka, ama Real Madrid mchezoni kwenye kumtaka Rodri, ama ndio ile tena maneno ya mkosaji? No, unajua kwenye unapomsajili mchezaji nimewahi kuzungumza kwamba kuna kitu kinaitwa character. Kabla hujafikia kwenye ubora wa mchezaji kuna yani kuna ule uhusika wa mchezaji mwenyewe. Unatakiwa uanze kusajili uhusika kabla ya ubora wake, kwa sababu unaweza kupata mchezaji mzuri tu lakini yeye hana passion na klabu yako, yani ile shauku ya kuja kucheza kwenye klabu yako yeye hana. Sasa kuna hiyo faida ya ubora hata aliyokuwa nayo utanufaika nayo vipi? Lakini kuna mchezaji ambaye inawezekana hana ubora mkubwa sana lakini ana hiyo shauku ya kuja kujiunga na klabu yako. Na mkiangalia kama kuna chance ya kumchukua na uwezekano wa kuja kumtumia upo, sajili mchezaji wa namna hiyo. Kwa sababu atakuja kuipambania klabu, atakuja kutengeneza uhusiano na klabu moja kwa moja. Sasa ukweli ni kwamba nilisikia pia Jose Mourinho kuna mahojiano alikuwa anafanya na akasema kuna nyakati ambazo alimpigia hadi simu kuwasiliana naye moja kwa moja, lakini mchezaji mwenyewe hakuonyesha. Yani ukishaona mchezaji ana taarifa zinasema mchezaji alikuwa na wasiwasi, tafsiri ni kwamba hakuwa na utayari wa kujiunga na klabu hiyo. Kuna wasiwasi gani wa Rodri kujiunga na Real Madrid? Kitu gani Madrid ambacho wanakikosa? Kwa hiyo yeye mchezaji mwenyewe hakuwa na huo utayari, jambo la kwanza. Na kama mchezaji hana utayari, ni sasa sana ukawa unamngangania mchezaji ambaye hahitaji kubaki kwenye timu yako. Uwezi, yani hakuna namna, itabidi mwisho wa siku muachie, kwa sababu hata akibaki atacheza lakini ile love, ule upendo, ile passion na club, shauku ya kuipambania club itapotea, ile spirit itakufa. Kwa utakuwa na mfanyakazi ambaye yupo tu, unamlipa mishahara, unafanya kila kitu kwa ajili yake, lakini upambanaji wake ndani ya uwanja ni upo katika hali ya kawaida tu. Kwa mimi nadhani kwa Jose Mourinho sio shida sana, kwa sababu hata kipindi ambacho ametoka FC Porto amejiunga na Chelsea, ile Chelsea ambayo ilikuwa chini ya Roman Abramovich. Nakumbuka ile Chelsea ilikuwa na mtu anaitwa Peter Kenyon ambaye alitoka Man United, ndio alikuwa kama director of football ndani ya Chelsea. Baada ya msimu wa kwanza kuchukua ubingwa, ule msimu ambao alimsajili Ricardo Cavario, Paulo Ferreira, Peter Cech, yes, msimu unaofuata waliendelea kufanya usajili, na usajili ambao Jose Mourinho alikuwa na hamnao sana. Yeye alikuwa anamhitaji Eto'o. Unanielewa? Lakini mmiliki wa club Roman pamoja na Peter Kenyon walikuwa wanamuona Shevchenko kama mtu sahihi. Unanielewa? Kwa mwisho wa siku akampata Shevchenko, akampata Eto'o, lakini huyo Shevchenko alikuja akamtumia na akaipa timu kile ambacho alikuwa anahitaji. That's why baada ya kutoka pale, wakati Massimo Moratti anamuona Jose Mourinho kama ni chaguo ndani ya kikosi cha Inter Milan, alisema ili tushinde sisi Champions League nahitaji wachezaji watano. Wakamtoa Milito kutoka Genoa, wakamchukua Eto'o. Ilikuwa kama ni dile ambao Abramovich anatoka Inter naenda kule, lakini Eto'o anatoka Barca anakuja Inter. Schneider pia kutoka Madrid kama sikosei. Kwa wakati huo walikuwa kina Zanetti wapo kwenye timu. Kwa walijaribu kuboresha maeneo machache ili kuitengeneza timu ambayo itakuwa na nguvu. Of course waliwin. Kwa wakati mwingine utamkosa Rodri, lakini utofauti kati ya kocha na manager, kocha anaweza akawa anaumia sana kumkosa Rodri, lakini manager
kazi ya manager ni kutafuta alternative. Yani Rodri tumemkosa, kwamba kweli baada ya kumkosa Rodri ndo msimu wetu uishie hapa. Hii Real Madrid ni kubwa kuliko Rodri, kwa hiyo lazima watafute alternative na kufanya kitu ambacho kitawafanya kuwa bora msimu. Alternative maana yake ni kwamba watatafuta katika wale waliokuwa nao, kwa mujibu wa kauli ya Jose Mourinho kwamba kikosi chake kimejitosheleza na ridhika na waliopo, ambapo naomba tu nitaje kwa wale ambao naona hapa kwa haraka haraka. Thibaut Courtois yupo golini, lakini pia anasaidiana na Andre Lunin, lakini pia yuko Trent, yuko Konate, yuko Dean Hussein, yuko Carreras, yuko Valverde, yuko Bernardo Silva, Brahim Diaz, Arda Güler, Vinicius Jr, Kylian Mbappe, lakini pia kuna Ilia manake, kuna Jude Bellingham, kuna Camavinga, Cucurella, SP, lakini pia Rudiger, Dumfries, Yam Diomande, Castillo pamoja na Mario Rivas na Alexis Syria. Hawa nimewataja kwenye kile kikosi ambacho walikuwa wamecheza hapo mchezo wao wa juzi kati hapo, mchezo wa kirafiki ambao walikuwa wameucheza. Pamoja na wengine ambao sijawataja lakini wapo. Kikosi cha Real Madrid kwa mujibu wa kocha kinajitosheleza, kwa mujibu wa kiufundi na kwa namna ambavyo tunaona wapinzani na sajili zao walizofanya na mapungufu yalijitokeza katika msimu uliopita, kinatosha. Madrid hajatoa ubingwa wowote misimu miwili saizi. Yeah, na mimi nadhani Rodri kwa na mhitaji, yani ilikuwa ndio perfect fit baada ya Toni Kroos kutangaza kustaafu. Nadhani mtu ambaye kwa na kuja kukipa uhai eneo la kiungo cha Real Madrid ilikuwa ni Rodrigo Hernandez. Kasante Rodri. Kwa nini? Unaangalia wachezaji ambao walikuwepo, unamwangalia Tchouaméni, unamwangalia Camavinga, unamwangalia Valverde, unamwangalia na Jude Bellingham. Alafu tunaangalia, mtanikumbusha Arda Güler pia, kuna mtu yote ambaye nimemsahau hapo kati. Then tunaangalia eneo la namba 6, defensive midfielder, ambaye cha kwanza tunasema kwamba ndio angekuwa anchor timu, mtu anaifanya timu iwe na utulivu. Mashambulizi yakiwa yanajengwa kutokea nyuma, ni nani ambao anapokea mpira kwenye eneo la kati na kuifanya timu iwe na utulivu, ianze kuflow kwenda mbele. Hiyo ndio kitu ambacho Rodri anakuja kukileta. Lakini ukimwangalia Tchouaméni, ukimwangalia Camavinga, ukimwangalia Valverde, sio watu ambao wanakupa control ndani ya timu na timu ikawa na utulivu 100%. Sio watu ambao wanaweza kaichezesha timu kutokea chini. Ni wachezaji ambao labda wakicheza pembeni, nachukua mfano mchezaji kama Rodri, wanaweza ka thrive, lakini wakicheza wao wenyewe kama wao, unahitaji timu iweze kupita pembeni zaidi, unahitaji timu iweze kucheza kwenye fast breaks, either mipira mirefu, waweze kucheza kwa kasi, lakini eneo la katikati sio eneo ambalo linawapa control, na ndio maana wakikutana na mahasimu wao wakubwa Barcelona, na nadhani kuelekea msimu unaofuata ndio hali inaweza ikawa mbaya zaidi. Naogopa sana. Nimetoka kusema tu muda sio mrefu kwamba naogopa sana. Sio Real Madrid mimi, wala sio shabiki wa Barcelona, lakini kama shabiki wa mpira na ikumbuka ile Hispania ilivyokuwa inacheza kwenye World Cup. Hapo unakutana na Pedri, Rodri, Olmo yuko hapo, lakini hapo Barcelona bado Frank de Jong yupo pamoja na viungo wengine wakina Gavi, wakina Fermin Lopez. Gavi sijamtaja. Gavi, Fermin Lopez. Kwa hiyo unaangalia mahasimu wao walivyokuwa na ile technical eneo la kati, ile awareness ya kiufundi. Then unarudi kwa Real Madrid, unaona ni wachezaji ambao wengi sio finished product. Inawezekana ni product ambayo imeisha, lakini wamespecialize katika eneo moja. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.